Karibu kufuatilia yaliyojiri leo nchini DRC. Mipaka ya Kongo na Rwanda ya Kamanyola, jimboni Kivu ya Kusini, ipo katika hali ya changamoto mkubwa leo Jumatano baada ya mapigano makali kati ya M23 na jeshi la Kongo FARDC zilizosaidiwa na wazalendo na jeshi la Burundi. Watu yakiendelea hadi kabla ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda huko Washington. M23 inalaumu FARDC na washirika wake kwa kushambulia raia, huku mapigano yakiendelea kuongezeka Kaziba na pengine. Mipaka ya Kongo na Rwanda ya Kamanyola, jimboni Kivu ya Kusini, ipo katika hali ya sitofahamu mkubwa leo Jumatano baada ya mapigano makali kati ya M23 na jeshi la Kongo FARDC zilizosaidiwa na wazalendo na jeshi la Burundi. Fuateni maelezo kamili. Mungu tufiche. Hali ni mbaya sana katika mpaka wa Kongo na Rwanda huko Kamanyola, wilayani Walungu, jimboni Kivu ya Kusini leo Jumatano, Disemba tarehe 3 mwaka huu, baada ya mapigano makali kati ya wapiganaji wa M23 na jeshi la Kongo likiungwa mkono na wanamgambo wa wazalendo na jeshi la Burundi. Pigo kubwa za silaha zinasikika katika eneo hilo. Jeshi linatumia ndege zisizo na rubani, drone, na silaha nzito kupiga marufuku maeneo ya M23 kulingana na vyanzo vya eneo. Pigo hizi zimesababisha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Watu wengi wanahamia kuelekea Rwanda kulingana na mashahidi. Hali ya hofu pia imeripotiwa Luvungi, ambapo pigo za silaha zinasikika na wananchi pia wanahamia kutoka maeneo yao. Mapigano haya yanaendelea kwa siku ya pili mfululizo licha ya mchakato wa amani unaoendelea Doha. M23 inalaumu jeshi la Kongo FARDC na washirika wake kwa kushambulia raia katika Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini kabla ya kusainiwa kwa makubaliano ya amani kati ya DRC na Rwanda huko Washington. Mapigano yanaongezeka Kaziba, huku jeshi la Kongo halijajibu bado mashtaka haya. Fuateni maelezo kamili naye Heritier Baraka. Katika kitangazo kwenye X, msemaji wa M23 Laurence Kanyuka asema ya kuwa mashambulizi ya mfululizo ya vikosi vya muungano wa serikali ya Kinshasa, ikiwa ni pamoja FARDC, FDLR, Maimai, wazalendo na Imbonerakure na jeshi ya Burundi ya endelea kwa ujumla katika nafasi nyingi hii tarehe 3 Desemba mwaka huu. Kulingana na yeye, serikali ya Kongo inatumia nguvu kubwa za kijeshi. Utawala huu unatumia ndege zake za kivita, ndege zisizo na rubani na makombora mazito kwa kushambulia ovyo raia wa Kivu ya Kaskazini na Kusini na kulitumbiza eneo hilo katika maangamizi ya kikweli, aliweza kusema Laurence Kanyuka. Mashambulizi haya ya mara kwa mara ya makusudi na ya kutowajibika yanajumuia uhalifu wa kivita na uhalifu zidi ya kibinadamu, aliweza kuongeza Laurence Kanyuka. Berthe Bisimwa, naibu kiongozi wa AFC M23, alishutumu mashambulizi hizi inaogeuka haki ya kibinadamu pa Kamanyola katika uwanja wa Ruzizi. Katika mashambulizi yao zidi ya raia na mali zao jana asubuhi ya leo, FARDC, FNDP na FDLR na Imbonerakure walilenga hospitali ya Saint Joseph na shule
upili ya Kamanyola. Vitendo hivyo vinajumuia uhalifu ya kivita, aliweza kuandika. Jeshi la Kongo halikujibu mara moja. Shutuma hizi zinakuja huku kukiwa na ripoti ya mapigano makali tangu Jumanne katika uwanda wa Ruzizi, Kaziba na maeneo kadhaa za Kivu ya Kusini, na kusababisha watu zaidi kuyahama makazi yao. Mapigano haya yanatokelea siku chache wakati kunakaribia kusahini mkataba wa amani siku ya 4 tarehe 4 Desemba mwaka huu pa Washington, kati ya nchi ya Kongo na Rwanda, ikishimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Kusaini kwa mkataba huu inaonekana kama ya maana sana kwa kumaliza vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo imemaliza miaka kadhaa. Huko Masisi, Kivu ya Kaskazini, uhaba wa chakula unaongezeka kwa kasi katika kituo cha afya cha Mokoto, ukigusa zaidi watoto na wakimbizi. Licha ya msaada wa ACF, kituo kinakosa vifaa muhimu na kinaomba msaada zaidi wa kibinadamu. Maelezo toka kwa Simeo Semasaka. Kwa mjibu wa Biarimana Aguma Inosa, muuguzi mkuu wa muda katika kituo hiki cha afya, ongezeko hili la wagonjwa wa utapiamulo linatokana zaidi sana na hali ya usalama mdogo inayozidi kuendelea mnamo hospitali huu wa Bashali. Wagonjwa wengine wanaoletwa wakiwa na utapiamulo ni watu waliokimbia makazi yao, ambayo sasa wanaishi kwa familia za kuwapokea mashuleni au makanisani. Matibabu ya utapiamulo yanafikia takribani 60% kwa msaada wa shirika la ASF linalotoa baadhi ya virutubisho na kusaidia kuwatunza wagonjwa hao. Hata hivyo, kituo hicho kinakabiliwa na upungufu wa virutubisho muhimu, jambo linalowafanya wahudumu wapate ugumu kutoa huduma ipasavyo. Tuna wengi wenye utapiamulo, hasa wakimbizi wa ndani. ASF inatusaidia, lakini bado haitoshi. Wakati mwingine tunawapa watoto plump nuts kama chakula cha kuweza kuongeza nguvu, asema Habiarimana Haguma Inosa. Anawahimiza pia wazazi kuzingatia malisho bora kwa watoto ili kuzuia utapiamulo unaoathiri zaidi sana watoto wadogo, wanawake wanaonyonyesha, hata na wale wa ujauzito. Pia anaziomba taasisi za kibinadamu kuongeza msaada wa virutubisho na dawa kwenye kituo hicho cha afya. Utafahamu ya kwamba matibabu ya utapiamulo hutolewa kwa bure katika kituo hicho cha Mokoto. Programu ya maendeleo ya Umoja wa Mataifa PNUD imedhibitisha utekelezaji wa shughuli zake kadhaa katika eneo la Beni, jimboni Kivu Kaskazini, ili kukabiliana na changamoto za harakati za watu. Shirika lilo linasema hatua hizi zinalenga kuongeza ustahimilivu wa jamii zilizoharibiwa, kuboresha huduma za msingi na kusaidia juhudi za utulivu wa ndani. Jimboni Ituri, mashariki mwa DRC, Generali Major Bruno Mandevu ameenda Mahagi kutathmini hali ya usajili na kuandaa operesheni mpya za FRDC. Yupo na kamati ya usajili ya mkoa ikiwa na mkuu wa polisi, huku wakizingatia eneo la bandari ya Mahagi. Jimboni ho Katanga, Generali Edi Kapend, kamanda wa mkoa wa 22 wa kijeshi wa FRDC, anawapongeza wananchi wa ho Katanga kwa kukataa vita na mapinduzi. Anaeleza kuwa uangalizi wa wananchi huu unakuza utulivu, na anawaomba wote kubaki wamoja kulinda usajili kwa pamoja. Gavana wa muda wa ho Katanga, Martin Kazembe Sula, amepiga marufuku kwa nguvu ujenzi wa kizuizi kisicho halali katika barabara ya Lubumbashi Likasi karibu na malango ya Kapolowe. Gavana anasema baadhi ya watu walijaribu kupata faida kinyume cha sheria kwa kuharibu mapato ya mkoa. Uamuzi huu ni kulinda watumiaji wa barabara na kuhifadhi mapato ya mkoa. Engagé dans une lutte sans relâche contre les barrières illégales qui étouffent le climat des affaires en province, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Sula a procédé au démantèlement d'une barrière érigée au quartier Ngouya à l'entrée de la ville montagneuse. C'était dans la soirée de ce dimanche 30 novembre 2025, alors qu'il revenait
de la mission d'itinérance dans les territoires des Cambove. Des individus se réclamant des services des hydrocarbures et de la police judiciaire placés par un certain magistrat sans qualité, arrêter des camions et exiger le paiement d'amendes illégales. La question est simple. On a c'est le chef de bureau. Le chef de hydrocarbures, c'est moi. Oui. Oui. Vous ne voyez pas que c'est une source de tracasserie comme on a vu. D'un ton ferme, Martin Kazembeshula a ordonné la levée immédiate de cette barrière et l'évacuation sans délai de tous les agents non autorisés déployés sur les lieux. Je ne veux plus vous voir ici. Le chef de l'exécutif provincial avait présidé auparavant, en présence de son ministre du Budget, Jean de Dieu Moulenda, une importante réunion de coordination avec l'ensemble des responsables des services d'assiette de la province. La rencontre s'est tenue sous les chapiteaux de la paroisse catholique Sainte-Thérèse de Likasi. Tumalizie nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri anayehusika na diaspora ya Kongo, Crispin Mbadu, ameenda katika kambi ya wakimbizi wa Kongo ya Musenyi, umbali wa zaidi ya kilomita 350 kutoka Bujumbura, Burundi. Alileta ujumbe wa matumaini na msaada wa kibinadamu kutoka serikali ya Kongo ukisambazwa na HCR. Waziri alisindikizwa na mabunge wa jimbo la Kivu Kaskazini na Kusini. Kulingana na HCR, wakimbizi 17,000 wapya wamejiunga na 19,000 waliokuwa hawali. Mpendwa mtazamaji, ni pamoja na habari hizi toka Burundi tunakomesha habari za leo za Kiswahili ya Kivu Morning Post Television. Tunatangaza toka mjini Goma, mashariki mwa DRC. Tukutane kesho kwa habari zingine.